Ni mtaja wa Mheshimiwa Dr. Oscar Ishengo Makikoyo. Mheshimiwa Mariam Nassor Kisangi ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kunipa fursa kuchangia hoja ambayo iko mbele yetu. Nami ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia uhai, afya njema, kuyafanya haya tunayoweza kuyafanya katika bunge hili. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kuliongoza taifa, lakini hususan kwenye hii sekta ya nishati. Nimpongeze waziri na naibu waziri mkuu, naibu wake na watendaji wote wa wizara. Kusema kweli, kauli mbiu ya TANESCO kwamba tunaiwasha nchi mnaitekeleza kwa vitendo. Mwenyekiti, niwapongeze wafanyakazi wa shirika la umeme mkoa wa Kagera. Wanafanya kazi nzuri na kubwa ya kujituma na iliyotukuka. Lakini wasipongeze wafanyakazi wa TANESCO wilaya ya Muleba. Sasa kuwapongeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe Mheshimiwa Waziri usije ukawahamisha. Wahamisheni kama wanapanda cheo, ni wachapakazi, wanajituma na wanastahili hizi pongezi, isipokuwa kuwahamisha labda kama unawahamisha kuwapandisha vyeo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuchangia machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika. Niwapongeze kukamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, ni hatua kubwa sana, na miradi mingine ambayo imesomwa kwenye hotuba ya waziri wakati anawasilisha hapa mbele yetu. Yote ikikamilika, na nina hakika itakamilika, nadhani swala la umeme katika litakuwa limekwisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie kidogo mkoa wangu wa Kagera. Kwa kipindi kirefu mkoa wa Kagera ukiondoa wilaya mbili ya Biharamulo na Ngara, wilaya zote zilizobaki ziko nje ya gridi ya taifa. Tunapata umeme kutoka Uganda na tumekuwa na tatizo kubwa sana la umeme huo kukatika hasa kwenye wilaya yangu ya Muleba. Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha hoja yako, tunakuomba tupatie mwarobaini au suruhu ya umeme kukatika. Lakini kwenye wilaya yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo kubwa tulilonalo, pamoja kwamba tuko nje ya gridi ya taifa, lakini tunahitaji kituo cha kupozea umeme wilaya ya Muleba. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa naibu waziri mkuu anajua wilaya ya Muleba ni kati ya wilaya kubwa. Tunazo kata 43. Hatuwezi kuichukulia kama wilaya nyingine ndogo, ni wilaya kubwa. Watumishi wako nimewapongeza. Pamoja na matatizo haya ya umeme kukatika, lakini bado tunayo changamoto ya vitendea kazi. Nimesema ni wilaya kubwa. Tunayo ofisi moja ya TANESCO. Watumishi ni wale, ni wachache, hawajitoshelezi. Lakini nakuomba Mheshimiwa naibu waziri mkuu mwenye sekta hii, tuangalie kwa jicho la huruma. Tupatieni vitendea kazi, waongezeni vijana magari, wakakimbizana na hizo kata 43 katikati ya katika kwa umeme, wakatuhudumie kwa ufasaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba, tunavyo visiwa 39. Ndugu yangu Mheshimiwa kutoka Ukerewe amechangia asubuhi hapa. Anaongelea tunawafikiaje wananchi ambao wanaishi kwenye visiwa, na kwa wilaya ya Muleba vile visiwa 39 tuna kata 5 ziko katikati ya ziwa Victoria. Watu hawa wamekuwa kwenye giza kwa kipindi kirefu. Serikali ilitupa huduma ya Juameme. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kulitaarifu bunge lako, Juameme wamezidiwa na kazi. Hawawezi kutosheleza mahitaji ya hizi kata 5. Naomba Mheshimiwa naibu waziri mkuu utusaidie kwenye hizi kata 5.
na wenyewe wapate umeme wa uhakika. Niliwahi kusikia serikali ilikuwa imekuja na pendekezo la kuhakikisha kwamba na hawa ambao wako off grid tunawapatia mwarobaini kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapata umeme wa uhakika. Na kwetu Muleba, biashara yetu, siasa zetu ni uvuvi. Hawa watu ndio wanahitaji umeme zaidi hata kuliko waiko nchi kavu, kwa sababu kazi yao kubwa ni uvuvi. Wangependa kupata umeme, wakawa na mafuriji, wakahifadhi mazao ya uvuvi wao, hasa dagaa na samaki, wangeweza kutengeneza uchumi mkubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaposema kata 5, naziongelea kata ya Ikuza, naiongelea kata ya Mazinga, naiongelea kata ya Bumbire, kata ya Kerebe na kata ya Goziba, ambazo ziko kata ya wilaya ya Muleba, jimbo la Muleba Kusini, jimbo la Muleba Kaskazini. Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha hotuba yako, tupeni matumaini. Mmefanya kazi nzuri, mnatuhudumia vizuri, lakini na kwenye hili tutafute njia mbadala ya kuwasaidia wananchi na wapiga kura wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza kwa kazi kubwa ambayo imefanyika nchi nzima, lakini Muleba tuna vijiji 166. Vijiji 162 vimepata umeme ambao ni 97.6%. Kwetu walimu, unapoongelea 97.6 ni grade A tena ya nguvu. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo imeendelea. Lakini mwekuombe Mheshimiwa Waziri, bado tuna vijiji 4 havijafikiwa na huduma ya umeme. Juhudi kubwa inaendelea najua. Lakini nakuomba kabla tujamaliza bunge hili, utupe neno na vile vijiji vya Burungura, Bihanga, ambao kila nikienda kilio chao ni tunapata nishati ya umeme lini. Nimeongea na mkurugenzi mkuu wa REA, amenipa matumaini, lakini naomba nipate matumaini makubwa zaidi kupitia kwenye hitimisho la hoja yako Mheshimiwa Waziri. Kwa upande wa vitongoji, nashukuru. Tunavyo vitongoji 752, vitongoji 387, sawa na 54.5% vinapata umeme. Lakini niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi bado tunayo kwenye vitongoji. Na sasa hivi tunavyoongea, zamani umeme ulikuwa ni kama hanasa. Sasa hivi umeme ni hitajio la lazima kwa kila mmoja. Kila mmoja anataka umeme, lakini natambua uwezo wa serikali yetu. Hatuwezi kuwafikia watu wote kwa wakati mmoja, lakini tungeomba, na hiyo ndio ingekuwa sara yetu ya kila mmoja, kwamba iwezekane serikali tupate budget ya kutosha, angalau miaka 10 ijayo kila mmoja apate umeme kulingana na mahitaji yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naungana na kamati imeongelea ujenzi wa vituo vya mafuta hasa barabara kuu na kwenye miji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kipindi nilisoma mahala fulani, sikumbuki ni wapi, wanasema kitaalamu kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine cha mafuta inapaswa iwe kilomita 7 kwa sababu za kiusalama. Sasa sijui sisi tunatumia standard ipi, lakini na hii naomba Mheshimiwa Mwenyekiti tuliangalie kwa macho mapana. Ikitokea ajali ya moto, tunaweza kuwa katika matatizo makubwa sana kutokana na ukaribu wa vituo vya mafuta hasa barabarani na mijini. Lakini kuna tatizo jingine Mheshimiwa Mwenyekiti. Vituo hivi sasa vinajengwa hata kwenye makazi ya watu, kwenye misongamano ya watu, makazi vijijini, watu wanawekeza kwenye vituo vya mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua EWURA wapo, wanafanya kazi nzuri, lakini na hili naomba walitupie macho, waweze kulisaidia taifa letu kwa sababu za kiusalama zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, wachangiaji wengi wameongelea swala la matumizi ya gesi kwa vyombo vyetu vya moto. Nadhani Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ndio suluhu ya kupunguza matumizi ya pesa yetu kwenda nje. Kama Mungu ametujalia gesi yetu, tusichelewe na wala tusisite.
Na kama ningeshauri Mheshimiwa Mwenyekiti, tungewaongezea hawa wizara pesa, wakisha kwamba tunajenga vituo vingi vya gesi kuhudumia magari yetu. Naomba na hapa niendelee kushauri. Miaka yote tumeshauri na tutaendelea kushauri, na serikali ianze kutumia gesi kwenye magari yake. Tupunguze matumizi ya dola yetu kuagiza petroli kutoka nje. Tuonyeshe kwa mfano na wengine wote watafuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaagiza mitungi ya gesi kutoka nje. Sijaona mtungi ambao unazalishwa hapa nchini. Tunayo gesi yetu, lakini bado tunatumia dollars kuagiza mitungi ya gesi. Nilikuwa naangalia kwenye soko. Tumewajengea appetite wananchi wetu. Hata ukienda vijijini sasa hivi, sisi kutoka majimbo ya vijijini, uende Mulebo, uende Nshambo, uende Kishuro, uende Biengeregere, kule ndani kabisa akina mama wanatumia gesi. Sasa baada ya kutengeneza hii appetite ya wananchi wetu, ni shauri serikali tuwatafute wawekezaji wa kuwekeza hapa nchini, tutengeneze mitungi yetu ya gesi, tukaweze kuwauzia hawa wananchi ambao tumetengeneza appetite ya kutumia gesi. Baada kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja mkono kwa 100% na kwenda mpaka 250, ila naomba vijiji vyangu viwili, Bihanga na Burungura, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukaviwashe, wananchi wakashangilie, wakapiga vigeregere kwa Mama Samia. Tumeshamaliza kazi huko, tunahitaji mwanga wa kuja kuhesabu na kulinda kura zetu na kulinda kura za mama. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Dr.